Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na wale ndugu zetu ambao Mwenyezi Mungu hajawajalia kuwa Waislamu, na wasalimia kwa salamu zilizofundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa manabii wake. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Ama kweli namshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi kwa kutupa nafasi tena siku ya leo kuwepo katika viwanja hivi, si kwa ujanja wetu wala kwa nguvu zetu wala kwa kupenda kwetu, isipokuwa kwa kupenda kwake yeye Mwenyezi Mungu tumeweza kuwa pahali hapa tena siku ya leo. Na wakaribisha ndugu zetu kibinadamu wa Kristo na wasiokuwa wa Kristo, watu wa dini mbalimbali, na wakaribisha ili muweze kufika katika viwanja hivi na tukaribie tusikize maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena natoa ujumbe mwingine kwamba mtu ambaye aliisikia haki kutoka juzi jana na akaona kweli imani aliyonayo haimpeleki popote, kwa hiyo nakaribishwa sana katika Uislamu kama ako tayari kusilimu bila kulazimishwa na mtu, kwa sababu amejua haki. Unakuja hapa unasilimu. Katika kuingia katika dini ya Uislamu hakuna kuwekwa ndani ya maji, sijui kunyongwa koo, sijui kupigwa makofi. Ni maneno tu ya Mwenyezi Mungu unatamka, unakuwa Muislamu. Kama vile ndugu yetu Muhammad alitamka hapa mbele yenu, hakuna kitu kingine alichofanyiwa. Maneno yale yale aliyotamka ndiyo atakufanya wewe uwe Muislamu. Kwa hiyo kama kuna mtu ako tayari kujiunga na Uislamu, anakaribishwa kwa moyo mkunjufu kabisa. Kwa hiyo nikichukua nafasi hii, ningependa kumkaribisha kiongozi wetu, mwalimu wetu, shekhi wetu aweze kutusomea Qur'ani, na baada ya kuisoma Qur'ani atakuwa ametufungulia mkutano kwa siku ya leo. Na kijana huyu pengine atakuwa ni mgeni kwenu, kwa jina anaitwa Ustadh Shaaban Omar. Yeye ndiye atakaye tusomea Qur'ani kwa siku ya leo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa minal layli fasabbihhu wa adbara as-sujud. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي الموت وإنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله. Kwa hiyo bila kupoteza muda, na wakati ndio wenyewe huu umefika, na watu wamengoja kwa hamu kubwa, wanataka kumjua Mwenyezi Mungu. Kijana huyu aliyetusomea Qur'ani, na mkaribisha tena katika viwanja hivi atutolee mada ya leo, ili afikishe ujumbe mzito kabisa kwa wanadamu. Baadaye tutakaribisha maswali, na ambao wale wako tayari kusilimu pia bado tunaendelea kuwakaribisha waje katika viwanja hivi wapate ukweli. Karibu shekhi wetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام
على من الذي بعثه ربه أمينا وبشيرا ونذيرا على جميع المخلوقات وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه التنزيل الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, aliyewaumba Wakenya wote, aliyetuumba makabila mbalimbali katika dunia, aliyetuumba watu wa lugha tofauti katika nchi ya Kenya na nchi zingine zote zilizo katika uso wa dunia, aliyetuumba wanaume na akatuumba wanawake, ni Mungu mmoja peke yake ambaye hana mfano wa kitu chochote. Hafanani na mwanadamu, wala hafanani na mawe, wala hafanani na mbingu na ardhi. Ni Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, only one God. He doesn't beget, neither was he begotten, and there is none likeness of him, Allah, the Creator, the Almighty God, Jehovah. Na pia rehma na amani ziwaendee mitume wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu katika dunia, waliopewa vitabu na wale wengine ambao hawakupewa vitabu. Ijapokuwa wote wametumwa na Mwenyezi Mungu na kazi yao ilikuwa ni moja peke yake. Wote walikuja katika dunia kuja kutufundisha kitu kimoja peke yake. Qur'ani ni kitabu alichoteremshiwa Nabii Muhammad, the last prophet of God, ambaye Mwenyezi Mungu alimteremsha mtume huyu akamfanya kuwa ni mtume wa mwisho. Ijapokuwa kuna wenzetu ambao wasiokuwa Waislamu wanasema ya kwamba Yesu ndio everything. If you want to walk with Jesus. If you want to eat with Jesus. Tunashangaa tena ikaja watu wengine wakawa wanasema unapotaka kuomba nenda kamuombe Yesu. Ukiwa na shida mpelekee Bwana Yesu. Ukiwa na matatizo wewe mbebeshe yeye. Ukiwa na kila kitu una njaa lia kwa Bwana Yesu utapata chakula. Ukitaka kutembea tembea na yeye. Ukitaka kulala lala na Bwana Yesu. Hivi sio imani ya Kiislamu wala sio imani ya Bwana Yesu. Sasa Qur'ani, tumesoma aya kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu amesema ya kwamba anamwambia Nabii Muhammad, sema ewe Nabii Muhammad, waambie hawa viumbe. Sio Muhammad awaambie Waislamu peke yao. Muhammad is not the prophet of God only to the Muslims. Hapana. But Muhammad is a prophet of God to all mankind. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu sio kwa Waislamu peke yao, bali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyote. Kwa aina yoyote ya kiumbe, nabii wao ni Nabii Muhammad. Kwa sababu huyu Muhammad anatueleza habari kwenye Qur'ani, anatangaza haya maneno. Hebu nisomee Qur'ani 112. Ama the glorious Qur'an, ama kitabu cha mwisho kuteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu kinaitwa Qur'an. Mwenyezi Mungu anatangaza kitabu hiki ndio Uislamu tunakisoma, na tunaamini kwamba kupitia kitabu hiki itakuwa ndio mwongozo na watu kuurithi uzima wa milele. There is no eternal life or the kingdom of God unless you are a Muslim. Hivi ndivyo ilivyo. Hatuhukumu mtu yeyote, bali ndivyo vitabu vinavyosema. Na leo tutaangalia ukweli wa yale ambayo tunayasema. Nisomee andiko la Qur'an. Inasema kwa jina lake Mwenyezi Mungu, Ndio mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, ndio, na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. asante. Sema Nabii Muhammad, Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Qur'ani, Nabii Muhammad anaambiwa aseme ya kwamba enyi watu, binadamu wenzangu, Mungu wetu ni Mungu mmoja peke yake. Kwa hiyo Muhammad anafundisha watu kwanza wamjue Mungu mmoja peke yake. Alafu jambo la pili watu wafahamu nini? Endelea na Qur'an. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Kwa kumwabudu moja, na kumwomba mbili, na kumtegemea. Sikiza, Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema kwamba Nabii Muhammad anaambiwa awaambie watu wote wa Idhanga. Watu wa Idhanga wanaambiwa hizi habari kwenye Qur'ani, wanaelezwa. Watu wa Idhanga wanaelezwa ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake. God is only one. Mmoja peke yake. Alafu huyu Mwenyezi Mungu mmoja ndiye mwenye kukusudiwa na viumbe vyake. Mwanadamu akiwa anahitaji
kuabudu, amwabudu Mwenyezi Mungu. Akihitaji kuomba, amuombe Mwenyezi Mungu. Akiwa ana kusudio ya jambo lake fulani, anahitaji apewe, asaidiwe na Mwenyezi Mungu, aende straight kwa Mungu mwenyewe, sio upitie kwa mwingine kando kando, kisha ukasema kwamba through this person or through this man, moja kwa moja Mungu atanisikiza maombi yangu. Hamna. Mungu husikiliza maombi straight yanayoombwa na kiumbe chake. Alipotaka kuumba Mwenyezi Mungu, hakuhitaji msaada kutoka kwa yoyote yule, wala hakufanya negotiation Mwenyezi Mungu na yoyote. Alikuumba peke yake kwa hiari yake, bila ya kulazimishwa na yeyote. Akasema namuumba Paul, namuumba Matthew, namuumba Mathayo, ama namuumba nani Paulina, ama namuumba nani Magdalene. Hakusaidiana na yeyote, yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe alitaka, na hivi ndivyo alivyokuwa. Sasa Qur'ani inatueleza nini kuhusu Mwenyezi Mungu? Sifa zake ni gani? Nenda kitabu cha Qur'ani sura ya 6 aya 103. Sura ya 6 aya 103. Sura ya 6 aya 103. Ndio inasemaje? Macho hayamfikii kumuona, ndio, bali yeye anayafikia macho kuyaona, na kuwaona hao wenye macho. Qur'ani Mwenyezi Mungu anaendelea nasema, macho ya mwanadamu hayawezi kufikia kumuona Mwenyezi Mungu. You cannot see the Almighty, huwezi. Na ndio maana tangu Mungu aumbe mbingu na ardhi, hakuna nabii hata mmoja au mwanadamu yeyote hata mmoja aliyewahi kusema kwamba aliwahi kumuona Mungu kwa uso wake. Hamna. The Christian scholars, wale ambao waliofasiri vitabu mbalimbali, wanasema Mungu ni omnipresent, yani Mungu yuko mahali popote pale. Lakini ijapokuwa Mwenyezi Mungu ni omnipresent, Mwenyezi Mungu hauwezi kumuona kwa macho yako kama vile unavyoweza kuliangalia jua na mwezi na vitu vingine. Mwenyezi Mungu huwezi kumuona. Sasa Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema macho ya mwanadamu hayawezi kumuona Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu anayafikia kuyaona macho na kuona hao wenye macho. Hii ni Qur'an tumesoma. Je, Biblia pia naye inakubali maneno haya ya kwamba Mungu hawezi kuonekana kwa macho ya kibinadamu? Biblia inasema of course yes, you cannot see the Almighty. Kitabu cha Ayubu sura ya 37, nisomee mstari wa 23. The book of Job sura ya 37 verse 23. Inasema ndio 37:23. Ndio, yeye Mwenyezi Mungu hatuwezi kumuona. Hii sio Qur'ani, hii ni Biblia. Sasa inasema yeye Mwenyezi Mungu hatuwezi tukamuona. Qur'ani imesema Mungu hawezi kuonekana na macho ya mwanadamu. Biblia kumbe nayo inakubali same kama Qur'ani, isipokuwa ni kwamba ndio maana Waislamu tunaijua Biblia kuliko mtu mwingine yote duniani. Hakuna mtu anaweza kasimama akasema anaifahamu Biblia kuliko Waislamu. Hayupo, hawi na wala hata kuwepo. Hivi natangaza wazi hadharani, na tangazo hili nawatangazia ni kwamba tunawatangazia kwa sababu ni kwamba wenyewe wapenzi wapendo wa Bwana walitutembelea katika manyumba yetu, wakatupatia Biblia, wakasema someni hiki kitabu ili mpate kuokolewa. Na Waislamu tukachukua Biblia tukaisoma, tena tumepewa free of charge, bure kabisa. Tukasoma tukaona kumbe na hiki nacho ni cha kwetu, tulikuwa tujui kimefichwa wapi. Sasa leo ndo tunakiweka hadharani, tunasema Biblia mabwana watu waidhanga, jueni ya kwamba inafundisha Uislamu. Maana Qur'ani imesema Mungu haonekani kwa macho. Biblia inaendelea inasema kama Mwenyezi Mungu hatuwezi sisi tukamuona. Kwa nini Mwenyezi Mungu tusimuone? Endelea na andiko wewe. Inaendelea kusema ndio, yeye ni mkuu mwenye uweza. Kumbe hatuwezi kumuona Mwenyezi Mungu kwa sababu sifa zake Mwenyezi Mungu ni mkuu. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Mwenyezi Mungu ni mkuu. Kwa ule ukuu wake ndio maana sisi binadamu hatutaweza kumuona Mwenyezi Mungu kwa macho. Endelea. Inaendelea kusema ndio, tena mwenye hukumu. Tena yule Mungu mwenyewe ndiye anayehukumu, sio kuna mwingine anapata hukumu. Mungu mmoja peke yake ambaye yeye mwenyewe anasema hukumu zote ziko mikononi mwake. Endelea. Na mwingi wa haki. Tena Mwenyezi Mungu ni mwingi wa haki. Maliza andiko. Hataonea. Yeye Mwenyezi Mungu ni mwingi wa haki. Sifa ya pili, hataonea. Leo ikiwa Mwenyezi Mungu hawezi kuonekana kwa macho, ukimwona mtu leo anakwambia abudu huu mti ndio Mungu wako,
jua ya kwamba huyo anakupoteza, hiyo sio haki. Maana haki ni kuamini ya kwamba kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani zinafundisha kama Mwenyezi Mungu hatuwezi tukamuona kwa macho. Kwa hiyo ukimwona mtu anakuambia kwamba Yesu ndio Mungu mkuu, jua kwamba pia vile vile na huyu ananipoteza mwelekeo, kwa sababu Yesu alionekana, Yesu alikula chakula, Yesu aliishi na watu vizuri sana. Alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. He was apostle of God. Alikuwa ni mtume tu wa Mwenyezi Mungu. Hakuwa Mungu, hawi Mungu na wala hata kuwa Mungu, maana kuna mwenyewe Mungu mwenyewe. Kwa hivyo Yesu mtaipata kwamba Yesu ni Almighty One, kama vile tunavyoambiwa. Eti unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, Bwana wa haleluya. Hii ni nyimbo tu, lakini swala kusema kwamba Yesu anastahili kuabudiwa hamna. Yesu hajasema aabudiwe. Yesu alisema nini? Mathayo sura ya 4, piga mstari wake wa 10 moja kwa moja. 4:10 Mathayo. Ndio. Wale waandika maandiko ya Biblia. Inasemaje? Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani. Ndio. Kwa maana ndio imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Asante. Umwabudu yeye peke yake. Sikia, hii ni maneno ya Bwana Yesu. Yesu anasema, anamwambia shetani, ibilisi, devil, the Satan, the bad spirit, anamwambia nenda zako shetani bwana, mimi sitaki mambo na wewe, kwenda zako. Yesu anamfukuza shetani, kisha anamwambia kwa maana imeandikwa, it is written, worship your God, only one God. Yani Yesu anamfundisha shetani, anamwambia shetani, imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kwa hivyo Yesu kama ingalikuwa yeye mwenyewe ndiye Mungu, basi Yesu angesema shetani, imeandikwa nisujudie mimi Yesu, kwa maana mimi Yesu ndiye Mungu wenu mkuu kabisa, nisujudieni. Lakini Yesu anasema ya kwamba kuna yule mwenye haki ya kufaa kuabudiwa na kusujudiwa. Kusujudu mabwana ni kuweka kichwa chako chini ya uso wa dunia, ndiyo maana ya kusujudu, sio kupiga magoti au kapiga makofi. Hiyo haimo. Hili litakuwa ni somo maalum ambalo nitafundisha pana majaliwa inshallah, huenda kesho. Somo hili likafundisha namna ibada Yesu alisali vipi. Waislamu tunavyosali ni sawa na Yesu alivyosali. Hiyo ni somo la kesho, lakini leo kwanza tunaekana sawa. Yesu anasema kwamba imeandikwa asijudiwe Mungu peke yake, aabudiwe yeye Mungu peke yake. Je, wewe Yesu ni Mungu? Swali sasa. Yesu mwenyewe anasema nini? Nipigie kitabu cha Yohana 17:3. 17:3 ndio Yohana, yani the gospel according to John 17:3. Wale ambao wana Biblia za Kiingereza nyumbani, the book of John ama the gospel according to John chapter 17:3. Wale ambao wana Biblia za Kiingereza inasemaje? Yohana 17:3 ndio. kwa wale waandika maandiko ya Biblia. Asante. Inasemaje? Na uzima wa milele ndio huu, wakujua yeye. Sikia Yesu anasema, na uzima wa milele ndio huu. Jamani wapenzi, watu wa Idhanga, Yesu anasema na watangazieni watu wa Idhanga, uzima wa milele jamani ndio huu, chukueni. Lakini kwanza wakujue wewe, Mungu wa pekee. Jamani, wakujue wewe Mungu wa pekee. Neno pekee kwenye Kiingereza ama English ni the word only. Only halina second. Mfano tukasema ya kwamba Mr. Paulo ama Mr. Irunga ama Mr. Irongo ama Mr. Ng'ang'a anaishi pekee nyumbani kwake. Tunaposema Mr. Ng'ang'a huishi pekee nyumbani kwake, bi maana pale hakuna ndugu pale nyumbani, hakuna bibi pale, hakuna rafiki wala hakuna mtoto. Ndio maana ya pekee. Kwa hivyo Yesu anasema ya kwamba wakujue wewe Mungu wa pekee. Bi maana pekee, Mungu hana ndugu hapo, hana family wala hana mtoto kando hapo. Ndio maana ya pekee. Maneno haya anayasema si Muhammad, bali anayesema maneno haya ni Savior, the Jesus Christ, the Son of Mary, the prophet of God, the Israelites. Kwa hivyo Yesu ni mtumishi tu wa Mwenyezi Mungu, sio Mungu. Hana nafasi ya Mungu hata kidogo. Yesu ni mtumishi wa Mungu mwenyewe. Yeye Yesu anasema, mimi ukitaka kupata uzima milele, wewe mtu wa Idhanga, ukubali Mungu ni wa pekee, na ukubali ya kwamba mimi Yesu ni mtumishi wa yule Mungu wa pekee. Sasa ukimwona mtu yoyote anakuja na kuambia kwamba
amini ya kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe. Haleluya! Maana bila kumwamini kuwa Yesu ndiye Bwana, yeye ndiye muweza, yeye ndiye Mungu mwenyewe, utaweza kuurithi uzima wa Bwana. Maana Mungu anawachagua watu wa Idhanga. Leo wote nitawabariki katika mkono wa baraka, nikisema Mungu amewatokea, Mungu amewaponya, Mungu mwenyewe ni Yesu Kristo. Haleluya! Huyo mtu jua kabisa mafundisho haya sio mafundisho ya Bwana Yesu. Yesu anasema ya kwamba Mungu ni wa pekee na yeye ni mtume wa Mungu. Jambo lingine sasa, ikiwa Yesu amesema mtume wa Mungu, leo kuna imani inayoaminiwa ya kwamba Yesu Bwana yeye ni mwana wa Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Andiko hili likisomwa na viongozi huwa linafanyiwa interpretation, the wrong interpretation. Bila kupoteza muda, hebu mpe huyu mzee wetu Mike. Naona kama yeye alikuwa na haraka kidogo. Huyu mchungaji, usina wasiwasi, mchungaji wetu ana shida huyo. Ngoja kwanza wafuasi wake tuwasikie. Mzee wetu unaitwa nani mzee wetu? Mimi naitwa Patrick Msioka. Patrick Msioka. Safi kabisa Msioka. Nafikiri tangu juzi umesikiliza tukihubiri maneno ya Mungu hapa mpaka leo. Wewe unaonaje? Tunahubiri vizuri ama tunaharibu? Hii ndio mara yangu ya kwanza, sija kwako. Au umekuja leo? Ndio. Na hiyo maneno kidogo umesikia, unaonaje? Unaweza kuwa na swali lolote kutuuliza sisi Waislamu? Hapana, kwanza nasikiliza. Ikiwa na swali nitauliza. Aha. Sawa kabisa. Weka hapo hapo kama mzee nyumbani. Usikilize, ikiingia uliza swali, usiondoke hapo. Hebu mpe huyu kijana wetu mwenye suti, naye atuambie jina lake, manake kuitwa mwenye suti na watu wangu wamevaa suti itaonekana picha si nzuri. Ndugu yangu, umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Jeremy Mainge. Unaitwa Jeremy Mainge? Wewe ni Mkristo? Sawa kabisa. Hata mimi nakubali wewe ni Mkristo na mimi ni Muislamu. Sasa Mainge, nafikiri wewe hujakuja leo. Siku zote uko hapa. Nilikuja leo saa hii. Saa hii ndio umeingia? Mainge, kwa nini wote mmekuja leo? Haya, vizuri tu hapo umekuja leo, umekuja saa hii. Ile kidogo umesikia wewe unaonaje? Hiyo mambo mnaongea ni ya ukweli. Lakini naomba muendelee. Ndio. Alafu nikitaka kumuuliza swali yote nitamuuliza. Si ungeuliza swali ndio tuendelee, maana mwanafunzi mzuri ni yule anauliza ndio watu wanaendelea. Ile kidogo umesikia ukaona pengine hujaisikia ifafanuliwe zaidi, uliza swali lako. Unajua mtu anauliza swali wakati alisikia watu wakiongea. Kwa hivyo mimi naomba muongee. Na nitauliza swali wakati utaongea. Sawa, kaa hapo hapo, mpe ndugu yetu. Huyu siku zote yuko huyu, namuona sana hapa na anapiga makofi huko kando kando kidogo saa zingine. Hapa ni aje mzee wetu? Mimi nimekuja leo. Ni wote wamekuja leo. Kujeni leo tu. Hiyo naona ni njia nyingine ya kujitetea, lakini hakuna shida. Ulikuja kitambo. Sio kujitetea. Unajua kwa Mungu hakuna kukuja leo ama kukuja kesho. Ni kweli. Sasa wewe kwa jina lako unaitwa, umesema Mainge? Mimi naitwa Petro Mburu. Petro Mburu. Ndio. Sawa bwana, wewe si Mkristo? Mimi ni Mkristo. Bila hata kuuliza naona tu. Vile umevaa unaonekana wewe kweli ni Mkristo, lakini ni tofauti na pastor. Okay. Swali lako? Mimi sina swali. Lakini nataka kumwambia muendelee na kusomeza watu na kuhubiri katika Idhanga. Tuendelee kabisa. Muendelee kabisa. Tuende ama tuendelee? Muendelee. Aha. Sasa kwa sababu wanafunzi wa pastor wote wamesema tuendelee, wako tayari kusikiliza. Bila kupoteza muda, mpe kiongozi mwenyewe. Mchungaji, ni kwa jina na kujua, lakini sasa kuna hawa wamekuja leo. Unaona kila mtu hapa amekuja leo. Na sasa kwa vile wamekuja leo, itabidi urudie jina lako, dini yako, cheo
chako alafu tuendelee. Au unasemaje mzee wangu? Usitoke kurudia maana wamekuja leo wasije wakauliza ulikuwa unaitwa nani. Ninapotaja kwamba mimi ni Mkristo, wameridhika. Kweli? Ndio. Na wewe umeanza Kabisa. Haya bwana. Sasa swali lako jioni ya leo ni gani mchungaji? Swali langu siku ya leo, na kabla sijaanza, ndio niwaahidi wa Kristo, tulikuwa na manda ambayo jana hii hatukuimaliza. Ndio. Na ile manda ningependa kwanza niwasomee katika kitabu kitakatifu, Biblia, ili wakapate kujua kwamba Yesu alikuwa jiwe na sawa ni nawe. Kwa hivyo mtaniruhusu kwanza nisome haya kwa sababu niliwaahidi ya kwamba nitakuja kusoma leo. Wasomee kwanza wa Kristo, ndio kwamba Yesu alikuwa mawe. Ndio. Sisi hatuna tatizo, wasomee kwanza wa Kristo Yesu alikuwa mawe, alafu tuendelee. Yesu ana shida, kondoo, kisima, msitu, mawe, simba. Wacha kuongeza chumvi. Tulia nikusomee. Haya bwana. Sina kusaidia ingine umesahau mchungaji. Petro wa kwanza. Ndio. Kifungu cha kwanza. Mstari wa 3 hadi wa 8. Haya hapo. Msomaji. Msomee mchungaji haraka haraka. Waraka wa kwanza wa Petro. Ndio. Ngapi? 2:3 hadi 8. Ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, mwendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule, lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinakubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule, lenye heshima, na kila amwaminie hata tahayarika. Basi heshima ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwa wasioamini, jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana kujikwaza neno lile wasiliamini, nao waliweka kusudi wapate hayo. Yale ulikataa jana na sasa yamesema. Kwenda Zaburi moja kwanza mchungaji. Ngoja kidogo, sawa? Ngoja kwanza kidogo mchungaji. Usinikatishe kwanza. Sijakukatisha, si mimi mwenyekiti. Andiko ni hilo ama sio hilo? Si ni hilo? Kuna mengine yanafuatia. Sijakataa kwa hilo kwanza, Yesu ni mawe, ni hilo. Ngoja kwanza nimalize. Ndiyo, na kupongeza mchungaji. Wasiwasi wako ni nini? Hakuna kwanza, wacha uvumilia nimalize. Haya, toa yote. Soma Zaburi 118. Zaburi 118 mstari wa 22 inasema, jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Soma Isaya 26 mstari wa 16. Inasema, Bwana, katika taabu zao walikwenda kwako, waliomba maombi mengi wakati wa adhabu yako ilipokuwa juu yao, kama vile mwanamke mwenye mimba anayekaribia wakati wake wa kuzaa. Ni hapo. Ndio hiyo mwana. Haya, muda unaishi hivyo pastor. Si umerekodi? Soma ya mwisho. Mathayo 21 40 na ngapi? Na 2. Inasema hivi mpaka 45. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko
jiwe walilokataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika, na yote ambaye litamwangukia litamsaga tikitiki. Kwa kuwa makuhani na Mafarisayo waliposikia mifano yake, walitambua ya kuwa anaonenea wao. Katika hayo machache ndio nilikuwa nataka niwafunulie leo. Alafu jambo lingine jana tulizungumzia ni kuhusu kifo cha Yesu. Yesu alipokufa, kulingana na vile mlitasifiri yao maneno, nilikataa kwa sababu nilikuwa na matumaini ya kwamba katika kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza katika kifungu cha 3 mstari wa 18 hadi 20 inazungumzia mahali Yesu alipoenda baada ya kuaga ama baada ya kufa. Kwa hivyo tusomewe hapo. Haya, ukimaliza utuambie umemaliza, tuanze kazi yetu. Waraka wa Petro wa kwanza 3:18 hadi 20 inasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Sasa hapo nilikuwa nikikanusha yale ambayo mlisema jana, ati Yesu alikufa. Nami nilikuwa ninaamini ya kwamba alienda kwa kazi. Kwa hivyo hapo nilikanusha, na nilikuwa ushahidi wa kutosha ya kwamba Yesu alienda kufanya kazi, hapo enda alikufa kama vile mlikuwa mnafikiria. Sawa kabisa mchungaji. Okay, sasa niko na swali kidogo. Unajua kiotesha magugu huwa tunyamazi. Hawa kondoo tumekuja kuwaongoza, sio kuwapoteza. Hakuna mwalimu wa Kiislamu aliyesimama pale kasema Yesu alikufa wewe ukapinga. Hakuna aliyesema kwamba, hapa tuna rekodi, unaona hii kamera hii, hakuna mahali Muislamu alisimama akakiri Yesu kafa kulingana hilo andiko umetoa, hilo hakuna. Pili, mambo ya jiwe wewe ndio ulileta, ndio kaambia utafute andiko kwamba Yesu ni jiwe. Hatukatai, umethibitisha. Sasa uliza swali lako, lakini tutakujibu kuhusu yale maandiko yote umetoa. Tuone wewe ndio uko right ama sisi tuliyazungumza ni sawa. Swali lako sasa. Swali langu kulingana na Biblia ambayo tuko nayo hapa na Qurani, ningependa kwanza nijue Biblia na Qurani kama zinatofautiana, kwa sababu mnachukua maandiko mengine kutoka katika kitabu cha Biblia na hayo ndio mnafundisha kwa muda mrefu, na wakati mnaenda katika kitabu cha Qurani mnafundisha mambo machache. Je, ningependa nijue kwamba kama mnafahamu katika Genesis 18 katika huo mstari wa 14 kuna miujiza ilifanyika pale ili Sara akapata mtoto akiwa na miaka ambayo imezidi umri wake. Pia katika kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 2 katika mstari huo wa 14 pia Elisha pale anaonekana alifanya miujiza ili akapata kudhihirisha alikuwa ametumwa na Mungu. Sawa. Pale tunaenda katika kitabu cha Exodus ama Kutoka, na tunakuta ya kwamba katika ule mlango wa 7 katika mstari wa 8 hadi 13 hapo tunamwona Moses na Aaron wakiwa katika nchi ya Misri wakifanya miujiza ili wadhihirishe kwa Farao kwamba walikuwa wametumwa na Mungu. Mchungaji, ngoja sasa nikusaidie basi. Ukisema sana, nilikokanya tangu jana, usiwe msemaji sana,
alafu watu watachoka kusikiliza maandiko. Ngoja, sio wanatingisha kichwa. Swali lako umeuliza tofauti ya Qur'an na Biblia ni nini? Ngoja kwanza, mimi ni mwenyekiti. Ngoja kwanza, ukienda sana nasema hivi mchungaji. Tujibu kwanza swali. Haya, kaa basi, soma yote. Haya, maliza hiyo kurasa yote. Ukimaliza uniambie umemaliza. Sasa tunyamaze tukusikilize. Katika kitabu cha Yohana 3:2 tunamuona Yesu na Nicodemus wakifanya miujiza, ama Yesu akifanya miujiza akimwambia Nicodemus lazima azaliwe mara ya pili kupitia katika maji. Hayo ni mambo ambayo Yesu alidhihirisha kwamba alikuwa ametumwa na Mungu. Na mwisho tunaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2:43 tunaona mitume wa Yesu pia walifanya miujiza. Je, swali liko hapa. Muhammad wakati wake katika hiyo enzi ya miaka 570 hadi 622 ni miracles ama miujiza gani alifanya ili adhihirisha kwamba alikuwa ametumwa na Mungu? Tusomee katika kitabu cha Qur'an. Umemaliza? Ndio, nimemaliza. Muhammad kafanya miujiza ama tofauti ya Qur'ani na Biblia ni nini? Sheikh Shaban. Hilo ndio swali la msingi. Miujiza si atupingi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona mkutano umenoga sana, umependeza, maana pastor amekuja. Na mimi mwenyewe nilikuwa Bible theology, sasa leo mambo yatakuwa mazuri kwenye mkutano. Kwa hiyo pastor kaa square wakati mnakuja kwako, maana nimeona kwanza una hasira. Na Mungu anasema nini kitabu cha Yakobo 1:19? Hiyo kwa ajili yako. Katika Bible theology tunafundishwa hakuna hasira katika mambo ya Mungu. Hata kama mtu atakutukana akakuinua akakutupa chini, wewe muombee tu Mungu ili aweze kumsaidia, maana si makosa yake. Nimeona kosa la kwanza pastor umelifanya, badala uelezee ukainuka ukaacha maiki ukatoka, mpaka mwalimu wa Kiislamu anakuonyesha ule uzuri wa Uislamu, anakuambia basi maliza, maana umekuja na kitabu kizima hata tunashindwa kuelewa. Kwanza kanikuweke sawa, usiwe na hasira pastor. Yakobo 1:19, soma andiko. Inasema Yakobo 1:19. Inasemaje? Hayo mnajua. Ndio, ndugu zangu wapenzi. Asante. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia. Aha. Bali si mwepesi wa kusema. Endelea. Wala kukasirika. Endelea. Kwa maana ndio hasira ya mwanadamu, asante, haitendi haki ya Mungu. Biblia inasema pastor ukiwa na hasira hutaweza kuwafundisha hao watu waijue kweli ni nini. Kwa hivyo pastor uwe mtaratibu, uwe tu wakati hata kama mwalimu wa Kiislamu utaona yuko wrong labda nini, utamvumilia tu, kwa sababu Biblia inafundisha kwamba hasira ya mwanadamu haileti haki ya Mungu. Umeona leo Kenya tulikuwa tuna hasira tukauana tukamalizana, mpaka leo nchi inaenda vibaya kwa sababu ya hasira. Tusiwe na hasira pastor, tuwe watu wa Mungu. Tumekubaliana mpaka hapo, kwanza tuendelee mbele. Mnajaribu kukatisha mtu anapoendelea na kunena, na wakati anapofumilia mmalize hawakatishi. Kwa hivyo hapo inaonekana kuna malumbano, na hao ndio mimi sitaki. Pastor, tusiwe na hasira. Japokuwa nasema hasira ilikuwa pale kwa sababu mtu ulikuwa unazungumza ukatishi. Si wewe ndio ulikuwa unaongea sana, kwa sababu umekuja na mambo ya majiwe, Yesu jiwe, umetoka kwa mambo ya mawe ukaenda habari sijui za kufufuka na kufa, ukatoka hapo ukaenda habari ya miujiza, mpaka sasa umefika Qur'an na Biblia gani na gani. Unaona vitu kama hivyo. Kwa hivyo hii yote sasa hapa watu waliokuwa hapa, hata watu walikuwa ni wengi, wakashindwa kusikiza, wakashindwa kuelewa kwa sababu au kuwepo jana. Jana sijakuepo. Lakini mimi sijakuepo, Roho Mtakatifu alikuwepo, na nina roho nakumbuka. Jana ulikuwa umetoka ukisema ya kwamba unakwenda kuleta andiko kuthibitisha Yesu ni jiwe la pembeni. Si ndio maana yake? Na umekubali. Sasa kila nabii anapokuja anaonyesha watu muujiza wake ili akubalike ule unabii wake. Sasa je, Muhammad naye amefanya muujiza gani ili akubalike? Sasa kabla ya kwenda kwa Muhammad, mzee wangu, ningependa kitu kimoja. Yesu alifanya miujiza mingi, na Yesu alikuwa kabla ya Muhammad. Si ni kweli mzee? Yesu miujiza aliyoifanya alikubalika na watu wake. Nipe andiko. Toa andiko Yesu alikubalika kwa watu wake miujiza yote aliyoifanya, ili Muhammad naye nikuonyesha kwake. Mimi nina tabu. Hicho kitabu kimetolewa. Takbir wa Islam. Kitabu cha pasta kimetolewa. Aya andiko hilo leo linatolewa. Asikizeni aya kwa pasta anatoa.
Pasta kama makini. Bible theology tumesoma wote sisi. Soma andiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume kifungu cha 2 katika mstari wa 43. Mpe asome kijana iko hapa. Soma hapo. Matendo ya Mitume, mpe maiki asome. Matendo ya Mitume 2:43. Inasema hivi, kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vyote na vitu vyote shirika. Mpe maiki hapa. Sasa ndio Yesu kukubaliwa hapo, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuwapatia, aliwapatia nguvu waende kufanya hizo. Na kama ni Yesu mwenyewe unataka vile alifanya, tutasoma katika pole kidogo. Ngoja basi. Unasema unakatishwa, lakini katika utaratibu wa Bible theology tunafundishwa kuna somo linaloitwa apologetic. Kama wewe ni pastor nafikiri umesoma. Kwa hivyo tafadhali, kuna somo la apologetic ambalo na taratibu kidogo pastor. Taratibu mheshimiwa. Wewe ni kiongozi, sasa nikupeleke vibaya. Ni hivi, mimi sijauliza habari za wanafunzi wala mitume. Nimekuuliza habari za nani? Okay, nini? Nimeuliza habari za nani? Sawa, niko tayari. Sijasema kama huko ama huko. Wewe ni mheshimiwa. Wote walio hapa ni waumini, wanataka wajue ukweli mapasa ule ambao hamuwaelezi hao ukweli, na leo utajulika hapa. Nauliza tena pasa, nimeuliza habari za nani? Kama nilikuwa nikitaka nijue ya kwamba mitume wa Yesu kama vile alikuwa anafanya miujiza pia wao walifanya. Mimi sijauliza habari za mitume. Nimeuliza habari za nani? Kama ni za Yesu basi tutasoma. Kumbe ulikuwa unajibu kitu kwa nielewa vizuri Okay. Twende sasa. Twende. Katika kitabu cha mitume Mathayo 11. Katika mstari huo wa 2 hadi wa 6. Mpe asome kijana. Basi akasema lile somo lingine, aya nyingine haihusiani kwa sababu hiyo haijibu lile swali, bali ninakwenda kutoa kwa Yesu mwenyewe. Mathayo 11:1 mpaka mstari wa 6. Ametoa Mathayo 11:1 mpaka mstari wa 6. Yesu amefanya miujiza, amekubaliwa hapa. Maana kuna andiko nitalitoa baada hiyo. Kukuuliza ile swali pastor, kuna maneno Yesu aliyasema. Soma andiko lake kwanza. Leo lazima kieleweke. Soma andiko. Injili kama alivyoandika Mathayo mtakatifu 11:1 mpaka 6. Inasema hivi, Yesu alikubalika baada ya kufanya miujiza. Ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, ndio alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Asante. Na Yohana aliposikia huko gerezani habari matendo yake Kristo, ndio alituma wanafunzi wake ili waende kumuuliza, twende, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Endelea. Yesu akajibu, akasemaje? Akamwambia, alimwambia nini? Nendeni mkamweleze Yohana ya kuwa mimi mnayosikia na kuyaona. Ndio. Vipofu wanapata kuona, na viwete wanakwenda, na wenye ukoma watapona baranga, wanatakaswa. twende. Viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa. Asante. Na masikini wanahubiriwa habari njema za ufalme. Naye ndio heri awaye yote asiyetukizwa, ndio asiyetukizwa nami. Asante. Imeisha pasa, mpe maiki. Hiyo andiko pasa imesema habari Yesu alikubaliwa na watu wake. Ndio. Kwa sababu wale walishuhudia kila waliona. Pasta. Andiko inazungumza kati ya habari ya wanafunzi wa Yohana. Yohana alipokuwa gerezani akatuma wanafunzi wake waende wakamuulize Bwana Yesu ya kwamba walipokwenda kwa Yesu majibu ya Yesu akawaambia, msiwe na wasiwasi wala msihudhurike. Nendeni mkamwambie Yohana ya kwamba vipofu wanaona, na viwete wanatembea, na masikini wanahubiriwa habari za ufalme wa Mungu. Hii si kwamba watu walioonyesha miujiza walimkubali nani? Mpe huyo pastor. Pe maiki huyo. Patie maiki. Ngoja. Si unaona pastor, unasema utaona. Wameona, lakini je, walimkubali? Walimkubali. Andiko walimkubali. Andiko katika kufungua katika kimaoni. Pasta anasema wacha nione, hana Roho Mtakatifu pasta. Mpe maiki Ramadhani. Pasta anatafuta andiko jamani. Pasta hana aya, hana Roho Mtakatifu. Ramadhani. Mwalimu. Yesu anasema nini? Wafuasi wake wana Roho Mtakatifu hawana? 10:18 Mathayo. 10:18 Mathayo. Pasta utafuta andiko lile andika nyumbani. Leo pasta hiyo meza ni mbaya. Sikiza andiko hilo. Yesu anasema, ndio, nanyi mtachukua mbele ya maliwali
mtachukuliwa mbele za watu kama pasta walivyokuwa mbele za watu wote wanakushuhudia watu wa Idhanga. Endelea. Na wafalme kwa ajili yangu, na wafalme wote kwa ajili, mpaka kuna wakubwa, kuna machifu, kuna nani wako hapa wanashuhudia pasta ukijibu hilo swali. Endelea. Kuwa ushuhuda kwao, yani pasta utoe ushahidi wa Yesu mbele ya watu wote. Endelea. na kwa mataifa, na sisi wengine tumetoka mbali kuja hapa. Endelea. Lakini pasta, hapo watakapowapeleka, hapo pasta atakapokuja mbele za watu, msifikiri jinsi mtakavyosema. Pasta usitafute maandiko umeandika kwenye karatasi gani. Endelea. Kwa sababu pasta, mtapewa saa ile, maana pasta utapewa saa hiyo mtakayosema, yote utakayosema pasta jioni ya leo. Twende. Kwa kuwa pasta, si ninyi msemao, sio yeye pasta atakayetuambia ama kujibu hiyo andiko, bali ni nani? Ni Roho wa Baba yenu akae asemaye ndani yenu. Pasta na Roho wa Mungu. Mpe maiki. Basi kulingana na katika kitabu cha Mathayo 4, una Roho wa Mungu. Ngoja waje mambo ya maswali ya madharau waje kabisa. Si madharau pasta. Tunakupenda kwa sababu Yesu anasema, "Ona mimi nakusikiliza wakati unaposoma na mimi wakati unanikatisha. Kwanza usome Mathayo 4 mstari wa 23." 4:23 ya Mathayo. Pasta anatoa andiko, pasta anasema hii ni swali ya madharau. Si kweli. Kama madharau ni Yesu ndiye anayesema. Wafuasi wake hawatafikiria wala hatatafuta maandiko, maana si wao wanayesema, bali ni Roho wa Mungu akae ndani ya wale watu. Ndio maana nikakuuliza pasta, unaye Roho wa Mungu? Swali ni short and clear. Naye Roho wa Mungu au sina mimi Roho wa Mungu? Mimi Muislamu ninakiri, ninasema naye. Ndio maana sina karatasi, sina Biblia, sina Qur'ani. Andiko lote ninazitoa kwa kichwa, maana sio mimi ninasema, bali ni Roho akae ndani ya Muislamu. Ndio maana nakuuliza wewe pasta, kama kweli unaye Roho wa Mungu, mbona na karatasi unatafuta? Na Yesu anasema wafuasi wake hawatakuwa na karatasi wala hawatafikiri namna watakavyosema mbele za watu, bali ni Roho akae. Nikauliza kidogo sana pasta, unaye Roho? Kwa kweli ni pasta, sitaendelea mbele juu hilo swali, sitakuuliza tena. Ametoa Mathayo 4:20 na ngapi? Na 3. Soma andiko lake pasta. Tunataka jamani, huyu bwana pasta kauliza swali, naweka watu sawa ambao wamekuja sasa hivi. Ametoa swali, amesema ya kwamba manabii wote walifanya miujiza ili wakubaliwe na watu wao. Je, Muhammad kafanya muujiza gani ili Muhammad akubaliwe na watu wake? Mimi nikamwambia ya kwamba kabla hatujamwangalia Muhammad, kwanza tuanzane na Yesu, maana Yesu ndiye alikuja kabla Muhammad. Sawa? Akasema ni sawa kabisa. Nimemuuliza swali pasta dogo sana. Ni Yesu alifanya miujiza mingi kwa imani yako. Je, miujiza yote aliyoifanya Bwana Yesu alikubaliwa na watu wake? Ili mimi nitoe aya kwenye Qur'ani, Muhammad alifanya muujiza kisha naye Muhammad akakubaliwa, iwe mfano kama wa Yesu. Ndio ametoa maandiko zote hizo mpaka kufikia sasa hivi hakuna andiko moja limesema Yesu kafanya muujiza akakubaliwa. Sasa amekwenda kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 23. Soma andiko la pasta. Sijatoa andiko moja mimi pasta, sijatoa andiko langu hata moja. Asema andiko yote niona tu, alafu kisha mimi tunasema eti mimi na kudhulumu. Sijakudhulumu pasta. Soma andiko. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, ndio akifundisha katika masinagogi yao. Unatafuta maandiko? Mpe maiki pasta. Mpatie pasta maiki. Maiki umesoma andiko mzee wangu, chukua. Unasema mimi nakudhulumu. Maiki hiyo nimekupa. Chukua maiki mzee. Hata jina lako silijui na mimi ni mgeni, jina silijui. Lakini tatizo kwa sababu umesema kusema Mkristo inatosha. Pasta andiko hajapata mpaka kufikia sasa. Andiko pasta hana. Maiki anaambiwa chukue, haitaki. Pasta maiki hiyo mpatie Ramadhani. Mpe pasta maiki atoe. Sasa tuendelee. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao. Sawa. Na kuhubiri habari njema ya ufalme wa ufalme. Ndio. Na kuwaponya wagonjwa. Kabisa. Hiyo mlikuwa mmeacha. Ndio. Moja ulikuwa umeacha. Sema pasta leo kama ulikuwa umeacha. Endelea. Kuponya wagonjwa. Ndio. Na udhaifu wa kila namna katika watu. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, na wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupoza, akawaponya. Kwa nini mnakataa? Hatujakataa sisi pasta hilo andiko. Chukua maiki ni yako pasta. Maiki ni yako mzee wangu. Mbona unairudisha maiki haraka? Hii andiko ni nzuri mzee wangu, umeisoma. Na inasema kama Bwana Yesu alikwenda kufanya miujiza katika nyumba inayoitwa nini pasta? Hakuna haja ya kuniuliza, kwanza jibu maswali ambayo nilikuwa nimekuuliza.
Basi tumeenda vizuri, tumeendelea vizuri mpaka kufikia sasa. Mimi nataka andiko, watu walikuja kwa Bwana Yesu kuponywa, ndio Yesu aliponya. Je, walimkubali? Hebu mpe maiki huyu. Patia maiki mzee. Hebu soma kitabu cha Yohana 1:11. Sikia andiko mapasa sasa kusikia hiyo andiko. Ijapokuwa Bible theology ulisoma, lakini hiyo andiko isize vizuri. Na nilikwambia kitabu kwamba pasa leo tupo wageni. Ni mgeni na wewe. Wote ni wageni, sisi tumekutana pamoja. Japokuwa wewe mwenyeji wa Idhanga lakini mimi mgeni wa Idhanga. Sikiza vizuri, na wote tulikuwa kule, na mimi nilikuwa Bible theology, masomo matano yote ya Bible theology ninayajua. Apologetic nimesoma, typology ninazijua, scatology tabu tunavyo, wala kuna matatizo. Dead Sea Scrolls nayo nimetoka na UK. Jambo la pili, tuko na kitabu kinachoitwa The Week Life Bible Commentary tunacho, The Expositor's Bible Commentary tunayo, The Zonovan Pictorial Encyclopedia of the Bible tunazo, The Encyclopedia Britannica tunayo, The Bible Concordance tunayo. Kwa hivyo there is no way, pastor, you can change the word of God. It's still there. Itabaki hapo na nobody, hakuna mtu yeyote anaweza kakaa Idhanga hii akasifikiria kwamba abadilishe maneno ya Mungu. Swali dogo nimekuuliza pastor, dogo sana. Yesu kafanya miujiza. Je, miujiza aliyofanya Bwana Yesu alikubaliwa na watu wake? Sasa sikiliza, alikubaliwa ama ilikuwa nini? Sikiliza andiko. Nimekuja swali sinagogi, Yesu kahubiri watu, nasema nisikuulize huko nijibu maswali yako, na najibu swali lako. Sikia hapo sasa. Yohana 1 na umuonyeshe mahali unasoma. 11. Inasemaje? Alikuja kwake. Muonyeshe maandiko mnasoma pasa. Sikiza andiko mzee wangu. Sio kasema tena hii ndio mimi nimetoa sasa. Zile zote ni wewe ulitoa. Hii ni yangu sasa nimetoa mimi sasa. Sikiza aya. Soma kwanza. Alikuja kwake. Alikuja kwake Yesu, wala walio wake hawakumpokea. Mpe maiki. Andiko linasema, Yesu mwenyewe anasema alikuja kwake, lakini wale wake walimpokea ama hawakumpokea? Alikuwa anafundisha, kwanza sikiliza, alikuwa anafundisha katika masinagogi. Sijakataa. Okay. Walimpokea ama hawakumpokea? Alipokelewa na wachache ambao walielewa na vile habari njema inamaanisha. Yesu anasema walimpokea, hawakumpokea. Kitu kidogo sana, wala si mimi mzee wangu. Biblia hiyo. Alipokelewa. Rudia tena andiko. Mzee anasema alipokelewa. Rudia tena andiko. Katika basta rudia andiko. Ngoja, huwezi kunisidikisha ni. Mbona ukiongea mimi nakusikiliza, nikiongea mimi hutaki? Kama ukisema hiyo na mimi nitakufunulia nyingine. Ndio maana yake. Mimi maana ndiko nimetoa pekee. Itakuwa umenijibu zile. Mwenyekiti wa mkutano. Jibu swali. Haya. Mwenyekiti. Naam. Naona nadhulumiwa hapa leo. Ndio naanza sasa, naona. Hebu mueleze pasa utaratibu. Nimempa nafasi kubwa mchungaji kama mgeni wa heshima wa Wakristo, lakini naona sasa ameanza kuivua ile kofia. Mzee wangu anatoroka sasa. Mzee nakuomba, tunaenda vizuri mzee wangu, kaa chini. Ni mimi naongea na wewe, si yule. Kaa chini mzee wangu. Nakuomba mzee wangu, tafadhali kaa chini tu, kaa chini nakuomba. Kama kiongozi nakuomba, kama kijana yako nakuomba ukae chini unisikilize. Mimi nataka kuweka sawa. Wewe usidhulumu yule wala yule asikudhulumu wewe. Mimi niko hapo kuangalia. Sasa ngoja kwanza mzee wangu. Ngoja nikuweke sawa mzee wangu. Kijana akikuuliza swali umjibu, na yeye akikuuliza, wewe ukimuuliza yeye swali akujibu. Sasa anakuuliza swali dogo tu mchungaji, mzee mwenzangu, tena wewe ni mzee kuniliko. Amekuuliza Yesu alipoenda kwa watu wake walimpokea ama walimkataa, kulingana na Yohana 1:11. Andiko, maneno ni ya Yesu, yameandikwa ndani ya Biblia, si ya mchungaji wala Sheikh Shaban. Walimpokea, walimkataa. Hiyo tu ndiyo anataka mzee wangu. Wale wa Israeli ambao walikuwa wametumwa kwao. Na wale ambao walikuwa wanakaa kule masinagogini. Ndio. Walimkataa kwa sababu yale alikuwa anafundisha katika masinagogi yao. Ndio. Hakufuatana na mila na tamaduni zao. Hivyo ndio alikataliwa kwa sababu alikuwa anafunza maneno ambayo ni tofauti na yale ambao wao wenyewe walikuwa wanachukulia. Asante sana. Mwalimu wangu, endelea. Nimeshukuru sana. Msinde niko na kitu kama hiyo tu mzee. Jibu ni para zile aya zote uzitoa zote, ingekuwa tu usingetoa. Kama ungenijibu hivi tangu mwanzo, ingekuwa hizi aya zote singekuwa na nafasi. Sasa basi, kwa hiyo tunakubaliana kwamba Yesu alionyesha miujiza yote kwa wale jamaa, lakini wale watu walimkataa. Sasa Muhammad naye alionyesha, walimkubali
au Muhammad alionyesha walimkataa? Qur'ani 37:14. Sikia sasa video mzee wangu. Ndio nilikuwa na namna hii babu yangu, wala hakuna matatizo. Sio tunaenda vizuri mzee. Vile unaleta madharau. Hakuna madharau mzee wangu, ni maandiko hayo. Ukisema ni madharau ni Biblia sasa, sio mimi. Maana mimi hakuna kitu nimeongeza wala, na Biblia nasema usiongeze wala usipunguze. Mzee wangu, hakuna neno la kweli la Mungu ambalo litamwendea mwanadamu ambaye anafanya mambo mabaya akalifurahia na yeye anafanya mambo maovu. Lazima atachukia kwa sababu ile jambo kwake limemgusa. Lakini ukienda mbele tunafurahiana, mimi tunacheka pamoja na tunasoma neno la Mungu, basi uenda mimi na wewe njia zetu ziko sawa sawa. Sio maandiko. Ule ukweli uliwauzi, uliwaomba, lakini ndio kufaulu kwa wale jamaa. Lakini walimkataa. Soma andiko. Muhammad nini? Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Yani kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Asante. Inasema hivi. Ndio. Qur'ani 37:14. Inasemaje? Na wanapoiona miujiza hufanya mzaha. Ndio. Na wanasemaje? Hayakuwa haya anayotuonesha Muhammad. Ila ni uchawi ulio dhahiri. Mpe maiki kwanza mzee wangu, twende pole pole. Andiko la kwanza la Qur'ani nimetoa. Wacha nijisomee. Jisomee. Ni harakati hiyo. Mzee nimemuona kwenye kaseti moja hapa Idhanga akisema yeye si msomi wa Qur'an, lakini leo nataka aisome mwenyewe. Aisome. Nimekuona kwenye kaseti mzee wangu. Hii video iko, hata wewe utapewa kaseti yako kaangalie mkutano wako ulivyokuwa unaenda vizuri sana. Kwa hivyo ndio una biashara Hapana, hii ni mambo ya Mungu tunaangalia ili watu wengine wajue watu wa Idhanga ifanyika nini. Wamewajua. Soma andiko. Unatafuta biashara hapa. Maana wale Waingereza waje hapo wanatafuta biashara. Hapa yeye kufanya kwa Mkristo ilikuwa ni biashara kwao. Tangu tuonepo sisi tumechangisha, tumemwambia jamani toeni katika njia ya Bwana huu mkutano. Soma andiko hilo. Katika haya hizi mbili ambazo ziko hapa. Ndio. Moja katika huo 12 nasema. 14 mimi nimetoa. Hiyo 12 ni yako mzee. 12 mimi nimetoa. Unaanza 14 nimetoa. Hii nyingine unasoma ni yako hapo, sio mimi nimetoa. Una haraka Sawa sawa. Wanapoiona miujiza hufanya mzaha. Miujiza gani? Nijibu. Sasa unaona mzee unavyoenda. Hata sasa mimi tutashinda kuelewana. Mimi nilikuwa nafikiri umeomba maiki na kitabu usome mwenyewe. Utasoma hiyo aya yote kisha ndio niulize lengo wewe mwalimu wa Kiislamu kutoa andiko hili ilikuwa ni nini? Kwa sababu hata mimi nilikuwa sijamaliza, ukaingia katikati, ukasema upoe Qur'ani, imesoma Qur'ani, umefika katikati ya nusu ya aya unaniuliza. Hivi kama ingelikuwa mzee niuliza vile walivyoniuliza mstari wa 14 unasema namna hii. Na unisikilize sawa sawa mzee. Wale wengine wanisikilize. Mzee jina lako nani? Ninaitwa Shabani. Na wanapoiona miujiza kufanya mzaa. Ni miujiza gani Muhammad alifanya ili watu wakapata kuona mzaa? Mzee wangu, mzee nani jina lako kidogo tafadhali? Pole lakini mimi mgeni. Naomba nijue jina lako mzee. Mimi naitwa Shabani. Ya nini? Endelea. Ni swali anaitwa napotezea wakati mzee Henry usije kuja kwenye mkutano. Kwa sababu swali lililoko mzee Henry leo umeona mambo ni mabaya na mimi sikupeleke kwa kupeleka hao. Mimi nakupeleka njia ya Bwana Yesu. Yesu alikueleza watu. Yesu alikuwa akiwafundisha watu na kuna watu walimkataa straight atukutaki ndio maana yake. Lakini ukweli waliosikia na wale kukubali sasa hivi katika uzima wa milele. Ndio maana yake. Kwa hivyo there is no way mzee Henry kwa njia kama hiyo kafundisha mtu akakuelewa. Sisi Waislamu ndio kujua. Wewe ulipotoa maandiko yako, sikuinterfere mimi, nilikuwa nakusikiliza, maiki nazima na kusikiliza. Unazungumza kisha unanihoji mimi Muislamu. Wewe mwalimu wa Kiislamu, mbona hapa imekuwa hivi na hivi? Mimi nasema mzee Henry, hapa ni kwa sababu hii na hii. Mbona hapa na hizi? Unaelewa? Lakini mimi nimetoa andiko hata sijamaliza, ukasema upewe usome mwenyewe. Mimi nikampatia msomaji nikasema mpe maiki mzee, mpatie kitabu asome yeye mwenyewe mzee. Matokeo yake mzee Henry badala usome andiko umalize kisha ujenge hoja tena umeingia katikati unasema. Sasa mzee sikiliza vizuri. Tukubaliane kwanza kabla hujaangalia miujiza gani. Kwa mujibu wa hii aya tunaonyesha kwa Muhammad alifanya miujiza fulani. Sawa, mpe maiki kwanza. Kisha tuangalie miujiza gani na gani. Sawa? Taje miujiza hiyo. Kwanza tukubaliane. Tunakubaliana kwamba kwa mujibu wa hii aya inaonyesha wazi kama huyu nabii kuna miujiza ambayo aliyoifanya. Lakini tunataka tuijue ni gani. Sawa? Ubarikiwe. Sura mzee tunaenda vizuri. Bwana mzee akasema umeingia katikati mpe huyo 54 Qur'an. Muujiza wa kwanza ni huu. Sikiza vipi? 54 Qur'an inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. 54 Qur'an. Inasema hivi. Ndio.
saa ya kufika kiyama imefanyaje? imekaribia, Twende. na mwezi umepasuka. Maliza andiko. Na wakiona miujiza, na wakiona miujiza kama ya mwezi kupasuka, alafu ugeuka upande na kusema, wanasema nini? Uchawi tu. Mpe maiki mzee Henry. Umeona muujiza wa kwanza Muhammad, mpe maiki. Mungu wangu. Nini? Mzee Henry yani umesoma wapi? Unaona sasa makosa yako. Sikiliza. Nasikiliza. Saa ya kufika kiyama ndio imekaribia. Na nini? Na mwezi umepasuka. Asante. Ni hapo. Twende. Haya. Na wakiona miujiza geuka upande kusema uchawi. Sasa tu huu wake unazidi kuendelea. Sasa na swali lilikuwa ndio alifanya miujiza, alipona watu, aliwafufua, alifanya hii na ile. Mzee Henry, mzee wangu mzee Henry, unajua mzee Henry anifurahisha na nakupenda mzee wangu. Mzee Henry nakupenda kwa sababu moja, ulipokaa kwenye hiyo kitu umesema ya kwamba manabii hao wote walionyesha miujiza yao ili wakubaliwe na watu. Sio yako uliyenga. Kisha ukasema Muhammad kafanya miujiza gani ili akubalike na watu wake. Umeelewa mzee Henry? Sasa mzee Henry, mimi nimetoa andiko la kwanza. Tena ukasema naomba andiko ndani ya Qur'ani. Nimetoa andiko la kwanza linalosema wakiona muujiza Muhammad anawaonyesha wanafanya mzaha. Alafu kisha wanasema hayakuwa haya anayoonyesha Muhammad isipokuwa ni uchawi. Ukajenga hoja katikati ya aya wewe. Miujiza hii ni gani? Taratibu mzee Henry. Ongea moja moja. Mimi na tusiongee kwanza. Si ndio mzee Henry? Alafu tunatongea. Swali ni taratibu wote ni gani? Haina majina. Si nimesema mwezi umefanya nini? Mimi nimesema. Andiko nimesema Muhammad alipasua nini? Mzee Henry. Yaani unaiona haki na unaikataa bana? Hapo hakuna miujiza alifanya. Hebu nikupe mzee Henry kidogo. Katika Yesu pia tunasema alikuwa anapona, sawa, siwa anatembea, sawa. Na sasa unasema hapa katika hiki kitabu alikuwa anafanya miujiza na hahitaji ni kama kwa watu macho. Sasa mzee Henry, mwenyekiti subiri kidogo. Ngoja kidogo. Mzee Henry, mzee wangu ni pasa, nafikiri umesoma Biblia vizuri sana. Sasa nikuhoji sasa. Mzee Henry, nakuhoji mimi. Yoshua alifanya muujiza, sawa? Alisimamisha jua akipigana na wafalme watano. Kweli sio kweli? Nani? Joshua ni Muhammad. Mimi nakukuta mambo ya Muhammad. Mzee Henry. Mzee, hii ni chuki kama hivi. Tunang'ang'ania nini? Tunaangalia kwa sababu mzee Henry haukuwa mambo ya Muhammad kama msomaji kidogo. Kwa nini utaje? Peana maiki hapo mzee Henry. Huyu mzee wetu anaonekana hakuja kutaka kuelewa, bali amekuja kufanya ubishi. Huyu mzee Henry ni mchungaji, ni kiongozi, lakini anajua kweli, kwa sababu ninamuuliza swali dogo sana mzee. Amesema muujiza wa Muhammad nionyeshe gani? Nimemuonyesha Muhammad kapasua mwezi. Wale makafiri wakasema Muhammad huyu ni mchawi. Anasema hataki muujiza kama huu, anataka muujiza kama ule wa kufufua watu na kuponya vipofu na wa kuwafanya wale viwete watembee. Hii ni miujiza, kila nabii anafanya miujiza wa aina yake. Mfano, nimemuuliza wewe umesoma Biblia kutosha mzee? Anasema usimuulize mambo ya Biblia, Yoshua si Muhammad. Yoshua alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Na Yoshua alikuja baada ya Musa kufa na Haruni. Akaambiwa piga vita wana wa Israeli watoke hapo wenyewe katika ardhi ya Kanaani, maana walikataa kuingia. Yoshua alipigana na wafalme watano. Yoshua aliamrisha jua likasimama karibuni masaa matatu wakipigana na wafalme wakashindwa vita. Ilikuwa ni muujiza wa Yoshua. Mbona wa Yoshua anakubali kusimamisha jua, wa Muhammad na kataa kupasua mwezi? B, Musa kusimamisha jua. Musa alipasua bahari, alipiga fimbo bahari kagawanyika. Yesu hakupasua bahari. Mzee wangu, unakubali muujiza wa Musa, lakini unasema Muhammad kwa nini alifufua watu? Wewe nionyeshe aya ili tukubali Muhammad kafufua. Wapi Musa alifufua mtu ili Musa umkubali leo? Mpe maiki. Kuleta mambo mengi hapa. Sasa mpe maiki ya msomaji. Hamna kitu. Huwezi jibu mzee Henry bana. Swali lingine mzee Henry kama unalouliza. Ila tumemaliza mzee Henry. Siwezi kumaliza na wewe kwa njia hiyo. Haya, mpe maiki basi ya msomaji. Kwa sababu peana maiki kidogo mzee Henry. Peana maiki kidogo mzee wangu. Mithali 28:1. Soma andiko na madhani. Mithali 28:1 inasema, mzee alikaa pale kasikiza mafundisho
mafundisho kajua hapa leo kiama kinaumana hapa leo. Hii meza siwezi. Ndio anatoweka mwenyewe. Soma andiko Mithali inasema nini? Inasemaje Mithali? Waovu ukimbia wasipofuatwa na mtu. Biblia inasema ukiona mtu muovu usifanye huwa anakimbia kiti mwenyewe bila kufuatwa na mtu. Biblia inasema hivi. Waovu ukimbia wasipofuatiwa na mtu yoyote. Maliza andiko. Bali wenye haki kama sisi Waislamu. Ni wajasiri kama simba. Unasikia Waislamu sisi ni wajasiri kama simba. Ndio maana Muislamu hakimbii maiki. Muislamu anakaa mzee kaenda nje, kaona ile andiko ni baya, karudi mwenyewe. Takibiri Waislamu. Hivi ndivyo hivyo. Mzee Henry, umeona swali nzuri na mimi kujibu kiinjia mzuri sana. Nimesema nimesema ya kwamba swala la kusema miujiza ifanane sio kazi ya Mungu, ni neno la Mungu. Katika kichwa cha Biblia, kichwa cha Biblia unasoma kitabu gani, andiko namba ngapi? Hii ni topic ambayo sasa inakuingiza kwa Biblia. Inasema maandiko matakatifu ya Mungu yaitwayo Biblia. Kwa hiyo Biblia ni maandiko matakatifu ya Mungu. Biblia ni maandiko ya matakatifu ya Mungu. Nani anasema? Ni Yesu anasema hapo, Musa anasema, ama Daudi anasema, ama nani anasema hayo maneno? Sema kama unamjua. Chukua msemaji Mike. Mzee hajajua. Sasa sikiza vizuri, ndio nikupe history sasa. Mara nilikuwa ninakwambia tulikuwa Bible theology. Biblia ya kwanza, the first Bible iliandikwa na Wagiriki ambayo inaitwa Septuaginta. Sikiza vizuri mzee wangu. Na Septuaginta ni Biblia. Sikiza kama unajua nisikize vizuri. Kama ungekuwa unajua nisikize kwanza. Unasema unajua? Unajua? Najua. The King James Version iliandikwa mwaka gani? Kile ambacho sasa umeba ile. Si unaona sasa mpe maiki wewe hujui mzee bana. Kama tunaanza kusoma. Mzee sikiliza andiko bana mzee, kama hujui sema hiki kitu sijui. No. Mzee Henry. Kama mzee Henry. Hapana mzee Henry. Kama unataka tusome historia ya Biblia, nitakusomesha na unanisomesha. Kwa sababu wewe ndio umesema ya kwamba sisi kwenye Qur'ani tumechukua baadhi ya maneno kwenye Biblia tukaweka ndani ya Qur'ani. Si ndivyo ulivyosema? Sasa mimi nakuta kama mzee wewe kweli mzee umesoma Biblia kweli, history ya Biblia. Biblia ya kwanza iliandikwa katika English language ama English language katika Greek manuscript. Taratibu mzee. Aongee mmoja mzee. Sina mzee unafita haki. Iliandikwa na lugha ya Kigiriki, ikaandikwa na Kiaramia, Aramaic, ikaandikwa na Kihebrews, Latin, alafu kaanza kuandikwa swali na kuhoji. Biblia ya Kigiriki ya kwanza kabla Septuaginta ilikuwa inaitwaje? Sasa kama wewe kweli umesoma historia hiyo. Sasa unataka tuende kwa Biblia? No, unataka tuende kwa Biblia ama ni kwa yale maswali ambayo tulikuwa kwa sababu umesema sisi Waislamu Qur'ani yetu tumeandika sisi, yani mimi na hawa hadhi wenzangu hawa kina Yusufu, kina Ramadhani, kina Hassan Kayoga, kina Faisal, kina Sheikh Fabi, tumekaa chini sisi tukachukua maneno ya Biblia tukaweka ndani ya Qur'ani. Mimi ninakuwa swali kidogo sana mzee wangu mzee Henry. Lengo la kuwa swali kama hili kwa sababu nataka watu wetu wa Idhanga wajue Biblia na Qur'ani, kitabu cha kwanza kuandikwa ni Qur'ani kisha kafuata Biblia. Ndio maana nakuuliza wewe, kama kweli mzee Henry umesoma Bible history, nieleze taratibu, nenda polepole mimi. Nieleze Biblia ya kwanza kabla Septuaginta kuandikwa ilikuwa inaitwaje? Kabla sijajibu hilo lako, umesema ati kitabu cha kwanza kuandikwa kilikuwa fulani. Kweli ama si kweli? Unaona sasa? Ngoja, unapoteza wakati bwana. Unapoteza wakati. Umesema namna gani? Mzee Henry, arudia basi. Hii unazunguka namna hii ni kunipotezea wakati. Narudi kwenye swali la msingi. Mzee hujui hiyo historia. Usiingie huko mzee wangu. Mpe maiki huyo. Sikia Biblia inavyosema. Biblia si inavyosema. Mithali 3:5. Sikia Biblia inasemaje. Mimi sikupi mambo ya fikra na kupatia maandiko mzee Henry. Mzee usitoroke leo hapa, mkutano tuko hapa na wewe leo mpaka kieleweke. Yaani usitoke kwenye hiyo kiti. Labda Mithali 28 mmoja mzee anataka kutoroka. Soma ile andiko tena kwanza. Mithali 28 1 inasema. Inasemaje? Waovu kukimbia usipofuatiwa na mtu. Biblia inasema mtu kimwona ni mwovu huwa taratibu yake ni kukimbia. Mzee Henry, kama una haki sikia Biblia inavyosema. Maliza andiko. Bali wenye haki kama sisi Waislamu wenye haki ni wajasiri kama simba. Mimi mzee sina kitabu, sina Biblia mkono na nitoroka. Mzee Henry sitaki kidogo mzee wangu, nataka kidogo hapo chini. Usitoroke kidogo. Desturi nzuri mzee, kama ukienda kwa jirani yako akakukaribisha,
kutoroka kiti yake ama kutoroka nyumba bila kumwaga jirani itakuwa si nzuri. Na umekuja vizuri hapo, umeanza mkutano wako vizuri. Leo mambo yamekuwa mabaya. Kwa mzee wangu usitoroke. Mzee Henry kaa chini hapo kidogo, kalia kiti. Mwenyekiti, mzee anatoroka kiti huyu. Haya, ngoja kidogo mwalimu wangu. Mzee anatoroka mzee wangu. Historia imemshinda hiyo. Hawezi wa. Mzee, upe maki mzee wangu. Henry bwana ni mzee mzuri tu. Mzee wangu. Ngoja kwanza mzee, kwani mimi kulingana na vile unajaribu kuingiza haya maneno, unaingiza haya maneno kwa kudunisha wengine, na kwa njia hiyo hatuwezi kwenda pamoja, kwa sababu kazi yako ni kudunisha badala ya kusikiliza yale ya muhimu na kuongea. Kwa hivyo unajaribu kutoa mstari huu unapeleka mwingine huko na kupeleka mwingine, na pia nikataa kujibu lile swali sawa sawa. Kwa hivyo siwezi kuendelea na wewe, na si ati nikutoroka kwa sababu sitaki malumbano. Haya mzee wangu, swali ni gani ambalo ulikuwa umeuliza limejibiwa? Kuna swali moja hata moja hajajibu? Unaongea na mimi si yule. Kuna swali mwalimu wangu hajakujibu ambalo ulimuuliza. Ni vyetu tumekuja navyo, hakuna chako hapa, na vyote ni vya Mungu. Huwezi kutuwekea masharti na mkutano tumeweka wenyewe. Vitabu hivi tunataka hawa watu wajue ukweli ndani ya vitabu. Si ati hichi mche wa Kristo ni ufiche nini? Ufichi chochote leo. Njoo utoe hapa andiko, mkono ni wa Mungu. Huwezi kutukama wewe. Njoo wewe, njoo utoe ni wa Mungu. Mzee alikuwa anamsaidia, lakini huyu mzee huyu pasta akaona yule hajui kitu, yeye anajua zaidi. Ndio maana mzee amesema hata pasta mwenyewe ayaoge maji haya ambayo tayari kashayavulia nguo mpaka yamalize. Sasa pasta, tunaomba haya huo mkono wa Mungu mpe maiki. Kutoka hapa mpaka hapa mwisho. Toa haya kwamba ni wa Mungu. Shika. Unasaidiwa utaki. Usiebe swali. Swali ni kama Qurani iliandikwa na nani, na mlisema ni malaika. Waliandika kitabu gani na gani? Malaika hao kwa majina ni nani na nani? Hiyo ndio swali langu. Sasa kidogo mzee Henry, hata mzee wako sana mpaka anaona sasa unaona. Si umeona bwana, si umeona Hebu kalia mzee wangu kidogo. Kwa upendo mzee, Biblia inasema ya kwamba ukiona mwanadamu ama mja wa Mungu anapotea muongoze. Na ndio maana Yesu alimponya mtu siku ya Sabato, ijapokuwa ilikuwa imekatazwa kwa sababu ya emergency, dharura. Si ni kweli mzee? Na mimi ni msabato, ndio maana nakumsaidia na kataa huyu si msabato. Hebu kalia kiti mzee. Hebu kaa kidogo mzee wangu, karibu. Ramadhani. Hebu huyo pasta anatoroka, pasta anaenda. Hamna pasta mahali unaenda. Wewe umeshindwa na kujibu swali. Pasta nimeshindwa kujibu swali. Qurani hii ilisema iliandikwa na malaika. Pasta wale wa Kristo wanakusaidia kujibu swali. Malaika hawa waliandika Qurani hii. Waliandika kitabu gani na gani? Wana majina yale ambao hao malaika wako na majina gani? Kwa hivyo kwa sababu katika kitabu cha Biblia tunasoma Mungu aliandika amri 10, Musa aliandika hizi, mwingine akaandika zile, na nyinyi mkasema Qurani takatifu iliandikwa na malaika. Nikawauliza hawa malaika ni nani na nani, na waliandika vitabu gani? Hebu kidogo mzee Henry, kaa chini kidogo. Mzee Henry, iko hivi. Swali iko hivi ni kwamba nimekupa andiko kwenye Danieli. Wewe uniuliza, huyo ndio kwa kuniuliza hivyo. Uniuliza kwani malaika anaweza andika? Si ndivyo uniuliza wewe? Ndio nikatoka katika Danieli 5:24. Lakini mzee Henry umeshaelewa sasa, umeongea swali lingine. Malaika majina yao akina nani na waliandika vitabu ngapi? Mpe maiki mzee Henry. Kitabu ni kimoja cha Qur'ani. Majina sijaambiwa majina yao. Mpe maiki. Umeelewa sasa? Tuko maiki. Umeelewa mzee Henry? Basi kama iliandikwa na malaika ambao hawana majina, sio hawana. Kwani mzee Henry, swali langu mimi sana, nataka niseme na swali moja. Wakristo hizo nakwambia kaa chini. Mzee Henry, Wakristo hizo anasema mzee Henry kaa chini utetee Yesu. Mzee Henry kaa, Mzee Henry. Wakristo nasema mzee Henry leo haendi mpaka ajibu maswali ya Waislamu. Mpema hiki sasa. Mpema hiki. Mzee Henry, nitazungumza na wewe ukijibu hiyo swali. Na kama hutajibu sitakuwa haja kuendelea. Hebu kidogo mzee Henry. Mwenyekiti mmoja kidogo. Nataka nikusema. Mpema hiki mzee Henry. Mzee Henry, iko hivi. Swali lako nimejibu, nimesema ya kwamba waliandika, sio mimi nimetoa, sio mimi nimesema mambo yangu, ni aya nimetoa. Ni malaika wakaniuliza wameandika vitabu vigani na majina yao, na nimesema kwamba wameandika hiyo Qur'ani. Sio vitabu vingi, kitabu ni kimoja tu. Qur'ani ni moja tu peke yake. Umeelewa? Majina yao Mungu hakutuambia ni gani. Ukasema basi sawa,
Nimeelewa kwa kuwa majina hawana majina. Mimi nimesema si swala hawana, Mungu hakusema majina yao 1 2 3, hiyo sio Mungu atatueleza. Na hatuna haki mimi na tumlazimishe Mungu atuambie. Si ni kweli mzee Henry mpe maiki? Sasa swali langu zamu yangu sasa. Nilisema na mimi nina swali moja nataka nikuhoji. Sawa mzee Henry? Basi usiniulize swali kutoka katika Biblia. Kwa sababu katika Korani yako umekataa kudhibitisha walioandika ni sasa. Angalieni. No. Unaona sasa? Wacha kabisa. Kwa sababu katika kitabu hiki kinaitwa Biblia, tunaona Mungu alihusika, mitume wake walihusika, manabii walihusika. Lakini sasa mzee Henry kidogo wewe mwenyekiti. Swali lako ni kama mzee Henry kuliko mwenyekiti wetu wa kikao. Sijui mzee Henry kama umekuja kuelewa au unakuja kubishana. Kwa sababu nimekujibu, nimekueleza, nimekupa aya. Walioandika ni malaika. Si nimetoa andiko? Wala niuliza majina yao akina nani ni wangapi? Nimekwambia sijui idadi yao wala majina yao Mungu hajatueleza. Si nimejibu wala kaniseme lazima na Mungu hajasema. Hiyo ni A. B, mzee Henry, kama kweli Musa aliandika hii Biblia, nipe andiko moja Musa aliandika hapo. Toa andiko. Kitabu ya Torati iliandikwa na nani? Usiniulize mimi, niambie wewe nani kaandika? Iliandikwa na Musa. Andiko nipe, imeandikwa wapi? Musa aliandika Taurati. Weka. Unasemaje Mungu yako maiki? Sema unajua Biblia kumbe. Inna lillahi. Mzee Henry. Swali kidogo, soma maiki Faisal. Mzee ameshinda hiyo maiki. Kitabu cha kwanza kiliandikwa na Musa. Andiko wapi imeandikwa? Wapi imeandikwa Musa kaandika Taurati? Nipe hiyo mahali imeandikwa wapi? Amna. Sasa hebu mzee, kama kweli unasoma Biblia, nataka nikuoje hili swali. Hebu chukua maiki. Si umesema Musa kaandika vitabu vitano, si ndio? Kumbukumbu la Taurati 34:5, niambie kama aliandika hapa ni Musa. Sikia swali sasa. Ndio swali langu ndio hilo sasa. Sikiza vitu. Soma andiko Faisal. 34:5 kitabu cha kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Taurati. Ndio. 34:5. Sikiza vitu. Alafu nikuoje kama kweli Musa ndiye aliandika hii Taurati. Sikia hapo. 34:5 inasemaje? Kwa hiyo andika maandiko ya Biblia. Anaiangalia kwanza Basi Musa mtumishi wa Bwana akafanyaje? Akafa huko. Musa akashakufa tayari huko, alafu katika nchi ya Moabu. Nchi ya Moabu, twende kwa neno la Bwana. Tena alikufa kwa neno la Bwana. Akamzika bondeni. Wakamzika bondeni katika nchi ya Moabu. Mpe maiki. Swali linakuja, nakuuliza swali sasa. Vitabu vitano vya Musa umesema kaandika nani? Musa. Hapa tunaambiwa Musa alikuwa amekufa huko, akazikwa Herode, sawa sawa, katika bonde la Herode, na aliandika Taurati ilikuwa ni Musa mwenyewe, sawa. Musa huyu aliyekufa ni Musa gani? Na Musa huyu anayetuelezea anaandika kuna Musa mwingine amekufa huko ambaye yuko hai, anamueleza yule ambaye ameshakufa ni Musa ngapi ama Musa gani? Hiyo mzee inaonekana maneno huna, nimepoteza muda tu bure. Hata Wakristo wanakushangaa, wanasema mzee unashinda na vijana wadogo kama hawa. Yaani hata Wakristo hapa wanalitanga wanashangaa pasta mzima anashinda na kijana mdogo kama huyu. Maneno ya Mungu. Mwenyekiti, naam, mzee Henry ameshaelewa ya kwamba Qur'ani imeandikwa na malaika, Biblia imeandikwa na binadamu. Ndio, ashaelewa. Anajua kama malaika ni watakatifu kuliko nani? Kuliko mwanadamu. Na ndio maana anaona Qur'ani ni kubwa, ni na nguvu kuliko nini? Kuliko Biblia. Ndio maana anakimbia ile kiti. Kwa hivyo ile mzee Henry tunashukuru, na ndio maana mzee Henry atoroka kwa sababu umeshaelewa.